habari ya Sauli. Kwa maana huyu Sauli, maandiko yanasema kwamba alikuwa kijana mwenye urefu na mwenye sura nzuri. Hakuna yeyote katika mji huo aliyekuwa kama yeye. Lakini Bwana akamchagua yule kuwa mfalme katika mji huo. Na Bwana akatenda mema kwa ajili ya hiyo jamii. Bwana Yesu asifiwe. Na leo Mungu akubariki katika maisha yako. Akuinue kwa viwango vya juu katika jina la Yesu. Waliokucheka, Mungu atende jambo kwa maisha yako na abadilishe maisha yako katika jina la Yesu. Walioona ya kwamba wewe hufai, walioona ya kwamba wewe hustahili, Bwana atende jambo kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Unaposoma maneno ya habari ya Lazaro, wakati Lazaro yuko mgonjwa, maandiko yanasema ya kwamba na Yesu akakutana na wale wanawake wawili, dadake Lazaro, wakamwambia kwamba mfalme ama mwalimu, ungekuwa na uwezo ungeenda kutuponya ndugu zetu, kwa maana Lazaro ndugu yetu, rafiki wako, yu mgonjwa sana. Lakini Bwana alikuwa anajua ya kwamba ili utukufu wa Bwana ionekane. Labda katika maisha yako umekwama kwa sehemu nyingine, lakini Bwana, ili utukufu wa Bwana ijitukuze ndani yako, lazima upite katika ugumu fulani, lazima upite katika matatizo fulani. Atakapokuinua, hakuna yeyote anayeweza kuzuia maisha yako, bali utanawiri katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Yeremia 1 kuanzia mstari ule wa 4, inasema ya kwamba, kitabu cha Yeremia 1 inasema, neno la Bwana lilimjia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe, nitakuokoa, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanamwambia Yeremia kwamba, ama Mungu anamwambia Yeremia kwamba, wakati babako na mamako walipokutana ama walipochumbiana, Bwana tayari alikuwa anakujua. Alikuwa anajua sehemu ya maisha yako, alikuwa anajua jinsi utakavyoishi na kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba kabla hujapatikana katika mimba ya mamako, mimi nalikujua, na kabla uzaliwe nilikutakasa. Bwana alikutakasa wakati ulizaliwa. Anajua wewe ni nani katika maisha yako, anajua kesho yako wewe utakuwa nani. Lakini kuna wale ambao watakuja kukanyagia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale wataalamu wa maisha ya mwanadamu ambao wanaelewa mawazo ya mwanadamu, ama wanaelewa maisha ya mtu, wanajua kupanga maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko katika maisha ya kupangwa. Lakini tunapokuwa katika mwili wa Kristo, na Yesu Kristo akatupange katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanamwambia Yeremia kwamba, nalikujua wakati maandiko yanasema hivi, na neno la Bwana lilimjia kusema, kabla sijakuumba, yani kabla Bwana hajaniumba katika tumbo la mamangu, Bwana analijua. Mimi sikuwa najua kama nitakuwa mhubiri, sikuwa najua kama nitasimama mbele yenu, sikuwa najua kama leo hii nitahubiri injili ya Kristo, kwa maana Bwana alikuwa na sababu ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Si ati kwetu kuna mahubiri, kwetu hamna mhubiri yoyote.
yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa Mungu amenituma kwa ajili ya kazi ya Bwana aliyoweka ndani yangu. Kwa maana nilikozaliwa hakuna injili kama hii, lakini Bwana amenituma mahali hapa kwa mji huu kwa ajili ya kulitangaza habari njema ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wakati ulizaliwa alikutakasa. Bwana alikutakasa, lakini kabla ya kutakasa kuna wale ambao walimjua Kristo, wakaona nyota ya Kristo. Walipoona nyota ya Kristo, je, kuna wale watu ambao wanajua maisha yako na watakupanga ungali mtoto? Ndio maana unapata kwamba mama anapokuwa na ujauzito, mtoto anapokaribia kujifungua, unapata ule mtoto anafariki. Kwa sababu kuna wale watu ambao wanajua na wanafahamu. Kuna wale watu ambao wanajua nyota ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wanatangulia kukuzima kabla hujainuka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale watu wametangulia kuzima huduma hii kabla hajainuka. Lakini leo hii Yesu Kristo anasema ya kwamba huduma hii itainuliwa katika jina la Yesu. Waliozima mahali hapa yatainuliwa tena katika jina la Yesu. Mateka ya ulevi mahali hapa yataondolewa, na hapa kutakuwa na Yesu Kristo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Natamani sana Bwana akabadilishe mahali hapa, akanitumie kwa ajili ya kubadilisha mji huu katika jina la Yesu. Tusiwe tu tunahubiri injili ambapo haizai matunda. Tunatamani tukahubiri injili ili watu wa Mungu wakafunguliwe, kwa maana nimetuma kwa ajili ya kuwaokoa waliofungwa, kuwaganga moyo waliovunjika moyo katika jina la Yesu. Amenituma ili nikahubiri habari njema ya Yesu Kristo kwa watu wake katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa natamani ya kwamba siku ya leo yule aliyekupanga ama yule mchawi wako aliyepanga maisha yako, Bwana aipangue maisha yako na aanze kupa maisha mapya katika jina la Yesu. Akutendee maisha mazuri katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unapata mtu alikuwa na maisha mazuri sana, lakini ghafla maisha ikaharibika. Kwa maana huyu mtu hakuwa na madhabahu ambayo inaweza simama kwa ajili ya maisha yake. Hakuwa na ile madhabahu ambayo itakuwa ni kinga. Unapokuwa na madhabahu ya Yesu Kristo, inakuwa kinga katika maisha yako. Kile ambacho unakipitia, yale madhabahu yananena kwa ajili yako. Unapopata madhabahu yenye nguvu, ingia mahali pale ukamwabudu Mungu, na wewe utafunguliwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana sisi